inapanda? Mimi tena. Sina mashaka na hilo. Semaji, tuanzie hapa. Mpaka sasa maandalizi yamefika asilimia ngapi kesho kwa Bati? Maandalizi yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na leo tuko hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho. Jana tumefika hapa tukafanya mazoezi huko na hii leo tumekuja hapa katika uwanja wa mechi. Nashukuru Mwenyezi Mungu, tunatazama uwanja uko katika hali nzuri kiasi. Tunachoombea tu mvua isinyeshe ambayo inaweza kuja kuathiri miundombinu ya uwanja huu na boli likashindwa kutembea, lakini kwa mpaka sasa mazoezi ambayo tumefanya si haba kinaweza kuputika vizuri tu. Maandalizi yanaelekea kukamilika. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna yeyote ambaye ana changamoto ya kiafya. Tulikuwa na mashaka kidogo na Nixon Kibabage ambaye aliumia katika mchezo dhidi ya Singida, lakini amepatiwa matibabu na yuko fiti karikiti kwa ajili ya kuitetea Simba yake siku ya kesho. Niseme tu ya kwamba Simba tuko tayari kuelekea katika mchezo huu dhidi ya TRA. Wapinzani wenu TRA kwenye mkoa huu wa Arusha wanapoteza mchezo wa timu moja, pengine hiyo IT ukakasi wote kesho kwa Arsenal. Inatia ukakasi, sio kwa sababu hawajapoteza mchezo hata mmoja, kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. TRA sio timu ya kubeza hata kidogo, na wala sio timu ya kumaliza maneno. Ni timu ngumu, ni timu bora, ina wachezaji bora. Ukiangalia aina wachezaji waliopo TRA, ukiangalia aina ya benchi la ufundi lililopo TRA, inakupa taswira halisi hiyo ni timu ya aina gani. Na sisi lazima tuwe wazi kwamba hii ni mechi ambayo tunaingia kwa tahadhari kubwa. Hatuogopi TRA, lakini hatujiamini kupitiliza kutokana na ubora aliyokuwa nao TRA. Ugumu wa mpinzani wetu unatufanya tuongeze nguvu kubwa ya maandalizi, kwa sababu mechi kama hii ukifanya maandalizi kimazoea unaweza ukaangukia huo. Kwa hiyo tunafanya maandalizi makubwa tukiamini ya kwamba tunakwenda kucheza na mkubwa mwenzetu ambaye ni TRA. Ulimsikia dada yako Christina alisema kuwa watu wengi wanakuja kwenye jiji la Arusha wanakuja kutalii then wanaondoka. Alisema hii siku alikuwa anaisubiria kwa hamu, hayawi sasa yamekuwa. Sisi tumekuja kufanya vyote, kutalii na kuchukua alama 3. Iko ndo kitu ambacho naweza nikamhakikishia na kuhakikishia wana Simba. Hatuko tayari kwa namna yoyote ile. Spirit ambayo hivi sasa iko ndani ya timu yetu, ubora ambao wako nao wachezaji wetu, tukaenda kupoteza mchezo kwa namna yoyote ile. Wachezaji wetu watajitoa, watajituma, watatupa kila tunachostahili kizuri ili twende tukapate ushindi. Uzuri ni kwamba tunao timu ambayo ina uwezo wa kutetea, tunao timu ambayo ina uwezo wa kutupigania, tunao timu ambayo ina uwezo wa kufanya maajabu kwa dakika 90 za mchezo. Ndio maana we are very proud na we are very sure ya kwamba kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mnyama atatakata hapa katika uwanja Sheikh Amri Abeid. Semaji, kuna ugumu kiasi gani kucheza michezo back to back ugenini ambayo ni zaidi ya miwili? Ni ngumu, ratiba ni ngumu, safari unamaliza wanacheza, lakini we don't have the time to complain. Sisi tuna muda wa kufanya kazi tu, na uzuri ni kwamba kila mtu anapitia hii ratiba. Umemaliza mechi tarehe 11 na Singida, unasafiri tarehe 12, tarehe 13 unafanya recovery na training, tarehe 14 unaingia kwenye mechi nyingine. Ndio ratiba imeshapangwa hivyo, na sisi tunaishi nao kibishibishi hivyo. Na hapa unahitajika kuonesha una wachezaji wakomavu kiasi gani ambao wanaweza wakacheza mechi 2 au mechi 3 ndani ya siku 7 na bado wakaperform at their level best bila kupungua kiwango hata kidogo. Na kitu kizuri ni kwamba tunayo aina hiyo wachezaji. Oura akicheza leo, akicheza kesho, bado anakuwa kwenye ubora ule ule. Geye hali kadhalika, Kibabage Nixon hali kadhalika. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu wana huo uwezo wa uvumilivu wa kucheza leo, wakacheza kesho kutwa, na wakacheza kwa kiwango chao bora kile kile. Semaji, mwalimu anaenda kumaliza adhabu yake. Ni mechi yake ya mwisho kwenye kuitumikia adhabu, lakini tumemiss pa kutosha mechi
ya B19 tumemisi. Kama angekuwepo manake tungekuwa na uwezo wa kupata magoli mengi zaidi, lakini mechi ya Singida tulimisi sana kwa sababu unaona kabisa pamoja na kucheza force number 9 lakini mabeki wanakosa kashikashi pale. Lazima uwe na standing man ambaye ana uwezo wa kupush na kufanya vitu kama hivyo. Hata mechi ya kesho ya Singida na vile vile mechi ya kesho ya TRA tunakwenda kumkosa Selemani Mwalimu, tutamisi, lakini tunashukuru adhabu yake inaisha. Lakini adhabu inapomalizika lazima iwe funzo kwa kila mchezaji. Funzo lianze kwake yeye mwenyewe na funzo lije liende kwa wachezaji wengine. Punde tunaingia duru ya pili ya ligi kuu ya NBC, duru ambayo hautakiwi kufanya makosa yeyote, duru ambalo hautakiwi kumkosa yoyote katika timu yako, duru ambalo linakwenda kuamua hatma ya mnyama msimu huu. Kwa hiyo katika duru hilo tungependa kuona kila mchezaji wa Simba anakuwepo kwenye kikosi unless amepata majeraha, lakini kufungiwa, kupata adhabu, iwe adhabu ya ndani ama adhabu ya nje, ni kitu ambacho kusema kweli tusingekipenda kitokee. Tunataka full mkoko, full squad ili twende tukatimize malengo yetu. Semaji, nje na Mwalimu kuna mchezaji mwingine mtaweza kumkosa kesho? Hapana, wote wako kamili. Tumalize na hili neno moja kwa wana Simba. Ya mashabiki wa Simba Sports hapa Arusha, Simba yao imekuja na katika maeneo ambayo huwa tunapataga shout out za kutosha sana, ni pamoja na hapa Arusha. Mashabiki wanakujaga wengi sana, wanapogana mzuka sana. Mara nyingi majukwaa ya kule ndio yanawaigi kujaa. Tumaliza pale tunakuja tunajaza hili hapa, tunakuja kujaza hivi, tunajaza lile, tunajaza pale. Kesho itakuwa ni full house. Na TRA watapata hela nyingi kwa mara ya kwanza. Tumekuja kuwapa kipato. Yes, exactly. Watapata hela. Wao si wakusanya nani? Wakusanya mapato. Wakusanya mapato. Kesho watapata hela nyingi. Wana Simba tutawapa tiketi shilingi 10,000. Wana Simba wataingia wengi hapa zaidi ya 20,000 sio 30 watapata hizo. Wale ambao wa shilingi 30 watajaza majukwaa yote haya. Shilingi 50 pale patajaa. Kwa hiyo watapata hela nyingi. Wao watapata hela, sisi tutapata alama 3 inshallah.